Wasikilizaji hata watazamaji wa Kivu News Today TV, mara tena tukiwakaribisha kutoka mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale wote ambao mnatufuata kutoka Goma, Bukavu, nje ya mji wa Goma, katika nchi jirani za Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania, wale mnafuata vipindi vyetu kutoka huko Asia, Europe, hata na Marekani, karibu sana. Fanya subscribe hapa, lakini ukiweza kufanya share ili video hii iweze kufikia watu wengi. Kwa siku ya leo ninampokea mwenzangu, mwandishi wa habari, lakini pia mkongomani ambaye anaishi katika nchi za ugenini, Ange Wasumba. Anajulikana kama Wasumba TV. Ange, karibu sana. Asante. Leo tuko katika mji wa Goma. Umefika Goma, tuambie hali ikoje? Asante kunipokea. Nimefika Goma vile umeongea, mimi naishi Nairobi, Kenya. Nimefika Goma, naona Goma kuko sawa. Kuna usalama, watu wanafanya kazi vile vinavyo. Yes. Security iko sawa. IFCM Ventura imefika hapa, imetawala. Watoto wa Kongomani wako hapa. Naona ni salama na naona usafi kila mahali kuko sawa, hakuna shida. Kulingana na siku ambazo umefanya huko Nairobi, wewe kama Mkongomani umeona kuna difference fulani? Tofauti? Tofauti ya wapi? Like hali ya usalama, hata usafi katika mji. Kuna different kulingana na vile tulikuwa tunasikiliza kwa social media. Hapa hakuna usalama, watu wanakufa, watu hawezi toka kwa manyumba waende kufanya kazi. Lakini vile nimeona hiyo ilikuwa rumors, ni watu wenye wanataka IFCM Ventura ama IFC. Tukisema IFC iko na wengine, kuna IFCM Ventura, kuna Twirwaneho imeungana nao. Ni kusema hiyo ilikuwa rumors. Vile ninaona niko hapa, kuna amani, watu wanafanya kazi, iko different na vile nilikuwa nasikia. Watu ambao husema kwamba M23 hapa katika mji wa Goma tatiza watu na kuweza kufanya vitendo moja katika vingine kama uhalifu. Wewe ni mwandishi wa habari, umeongea na watu fulani hapa mjini Goma. Hao watu wamekuambia je? Watu nimeongea na watu wengi, nimeongea na wamama kwa soko, nimefika hivi ni Bukavu, nimeenda kwa boti ya Bukavu, nimeingia kwa soko, nimeongea na wamama, wamesema wako na amani. Siku hizi wanalala wanasinzia, wanalala wanaamka wakisikia amani, wanaendelea na kazi zao, kutafutia watoto chakula, kutafutia watoto school fees, wakifanya hizo business zote wanafanya. So ni kusema hizo vitu ni kudanganya. IFCM Ventura kitu yenye imeleta ni amani peke yake. Wameleta amani, wameleta usafi hapa Goma. Ukiingia Goma, before niliongea na watu, waliniambia ukiingia hapa, before tulikuwa tunaona salongo vile walikuwa wanafanya, walikuwa wanatoa makaratasi, majerekani, vitu zote zilikuwa hapa mjini Goma before IFC itawale hapa. So ni kusema hakuna kitu kingine wameleta isipokuwa amani, isipokuwa usafi, isipokuwa maendeleo hapa kwa mji wa Goma ama mahali pote IFC imetawala. Vipi kwa hali ya watu wamoja ambao wanaishi huko vijijini? Umewahi tembea katika eneo mbalimbali za mtaa wa Masisi, lakini pia katika huko ndani ya jimbo jirani ya Kivu Kusini. Watu husema kwamba huko vijijini watu hawafanye kazi vizuri, yani katika hali ya kiuchumi imekuwa mbovu sana, wakisema kwamba hiyo yote ni sababu M23 hairuhusu watu kufanya kazi zao za shamba vizuri. Wewe ambaye ulifika huko katika vijijini, kulingana na matangazo fulani ambayo tuliona, ambayo umeweza kuweka kwenye Ange Wasumba TV online media ambayo inatumika nafasi popote, umewahi kuona swali hilo namna gani? Je, watu wanafanya kazi huko vijijini wala kuna utofauti? Mimi nimetembea nikafika hapo vijijini, nimefika Kiroriro, nimefika Masisi, nikaona watu wanalima hivi ni saa hii, wanatoa viazi na chakula yenye hapa mjijini hapa Goma ama Bukavu yenye wanatumia ni chakula yenye inatoka hapo. So sijui kwa nini wanasema watu hawalime. Sasa ukisema hivyo watu wanakula nini? Hiyo ni chakula yenye inatoka Masisi, inatoka Ruchuro, inatoka mahali pote
kwenye kuna watu wanalima wenye wanakamua ng'ombe, maziwa inakuja kwa wingi na vitu zinakuwa kwa wingi, chakula iko full tank hapa. Sijui wanasema wanaongea hizo vitu, kuna proof. Nimefika, nimewaonyesha mahali pote kwa masoko, wanaona chakula na activity zote ziko the same. Umefika huko, nimeona katika video mbalimbali umekunywa maziwa pamoja na raia pale. Hii wewe imekufunza nini, wala what is the inspiration with this? Imekutolea inspiration gani? Nimefika huko walitupokea vizuri, tulikuwa na wengine wa journaliste wakatupea maziwa. Tulienda tukaangalia mashule zenye wa diaspora watoto wa Kongo wako huko diaspora, wamejengea watoto kwa juu. Before IFC ikuje walikuwa wamechoma mashule, walikuwa wamechoma manyumba, hawakuwa watu hapo, lakini wakajitolea. Niliona masomo, nilienda huko na watu kumaliza kuangalia masomo, wakatupeleka huko kwa mafamu, tukaona mangombe, then wakatukamulia ngombe, tukakunywa maziwa yenye maziwa haina kwa kemikali. Maziwa ambayo haina kemikali. Kuna watu ambao wanaendelea kusambaza ujumbe mbalimbali kwamba katika nafasi ambazo M23 inaongoza kuna usalama mdogo, lakini umespend siku nyingi hapa mjini Goma na umefika Bukavu. Uliona kuna utofauti gani katika hali ya usalama, na ni ujumbe gani ambao Ange Wasumba unatolea hawa wakongomani ambao wanaishi katika nchi za ukanda wa maziwa makuu, hawa wakongomani ambao wanaishi Amerika, ambao wanaishi Asia na Europe, ambao hadi sasa ni bado kufika katika mji wa Goma na mashariki mwa Kongo, nafasi ambazo zinaongozwa na M23? Kuna kitu kubwa nawaambia wakuje wajionee, au wenye wako nje, au wenye wanasikia rumors zenye ziko kwa WhatsApp za wazalendo. Ukiangalia hivi ni hapa, kuna before IFC ikuje watu walikuwa wanakufa kwa wingi, watu walikuwa wanakufa, walikuwa wanachomwa, walikuwa wanafanya. Kuangalia kwa social media huko kuna wenye wamechomwa hivi ni wamekuliwa na hiyo government ya kitambo, lakini saa hii watu wako na amani, na mahali pote mnasikia watu wamekufa ama kuna watu wameibwa. Ni wale watoto wazalendo, watoto wa Kongomani wenye wamesikia ideology mbaya ya Kiseketi. Unajua before wamewasupply bunduki nini. Ukiangalia hapo Uvira walikuwa wana supply bunduki kwa watoto wadogo wenye hawajafikisha hivi ni miaka, lakini saa hii nataka kuambia Wakongomani, mtu mwenye ako na mtoto kwa nyumba, akuwe brother yako, akuwe mtoto wako, akuwe mzee wako, wale walijitoa manguo wakakimbilia kwa manyumba, walikimbia wakikuwa na hizo mabunduki, masiraha ziko kwa nyumba. Hizo masiraha ndizo zinafika jioni, wanatoka kwa nyumba, wanaanza kwenda wakibomoa manyumba za watu, wakianza kuharibu maisha ya wakaaji wa hapa. Sometime kwa area tafuta unasikia hizo vitu za mauaji nini. Ni watu walikuwa wanatoka huko za Nyiragongo wanakuja kudhurumu ama wanakuja kuonyesha image ya AFC. Wanasema hakuna kitu inafanya kwa watu wanakufa, lakini wako na hiyo plani yenye Kisegeti anawapea pesa, anawaambia mahali kuna amani muende mkifanya hivi na hivi, tuonyeshe image mbaya ya AFC mahali metawala, lakini si hivyo. Naweza waambia kila mkaaji, naweza waambia kila Mkongo ajipende, upende maisha yako. Kama uko na mtu, mmeona kwa hapo kwa stadium wametoa watu, wametoa FDLR, wametoa wazalendo wengi, walikuwa kwa manyumba, walifanya msako, watu wametoka wakikuwa wengi. So kitu yenye naweza sema watu ujichunge peke yako, uchunge jirani yako, na kufanya hivyo ni kuambia hao watu unawasema wanatoka kwa hiyo manyumba yenye wameenda kujificha, cause usiposema na wewe kesho watakusikia na watakuua. Haya, msikilizaji, hata mtazamaji wa Kivu News Today TV, hata na Ange Wasumba TV, tunakupigia shukrani za dhati kuona umewatch video hii, na nitawalika watu waweze kufanya subscribe firstly Kivu News Today TV na kwenye Ange Wasumba TV. Lakini kwenye Kivu News Today TV tunapatikana kwenye platform mbalimbali, X, Twitter, hata Instagram, Facebook. Pale popote unaweza pata habari ambazo zinajiri katika mji wa Goma, mashariki mwa Kongo, hata na nchi mzima, hata na nje ya nchi. Ange Wasumba TV, asante sana kwa kujibu swali zetu. Welcome. Asante.